sisi wote pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu na mamlaka yako Bwana. Tupatie iko pamoja nasi. Asante kwa sababu ya kibali hiki umetupa. Wewe ndiye unatutangulia, na wewe ndiye umekuwa kiongozi, na wewe ndiye Bwana tupatie umekuwa ukinena pamoja nasi. Pokea sifa kwa utukufu wako Bwana, kwa neema yako Mfalme. Umetuinua kutoka mavumbini na ukatuweka katika neema yako ama wema wako, katika kiti chako cha enzi, Mfalme wa ajabu, mkononi mwako wa kulia, mahali pale Kristo Yesu alipo, hapo ndipo nasi Bwana tuwajie tulipo. Tunakuinua Bwana tuwajie ni kwa sababu wakati wowote tukae katika hizo enzi zako Bwana wetu, tunanenewa na neno lako Bwana. Neno lako linatufungua, neno lako Bwana tuwajie linatupa nguvu, neno lako linatupa uwezo, neno lako linatufafanulia jambo lolote lile tunalohitaji katika maisha yetu. Ni kwa sababu wewe ndiye Bwana tuwajie utendayo hayo yote. Ninawabariki watu hapa wakati huu tunaendelea Bwana tuwajie na kusikia neno lako. Wakati huu tunaendelea Bwana tuwajie na kuinena kwenda kutafsiri. Sio sisi Bwana tuwajie, ninajua ni Roho wako na nguvu zako zinatenda kazi ndani yetu. Kwa sababu Bwana tuwajie, kama mwanadamu haiwezekani aweze kutambua wala kuelewa vile Bwana tuwajie wewe unavyohitaji. Lakini kwa sababu ya ufunuo wa neno lako Bwana, tunaachilia mioyo yetu kwako Bwana tuwajie, ili uweze kutenda kazi kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu, yule ulitupa Bwana tuwajie, ndio akaweza kuwa Bwana Mtakatifu, nguvu zote, uwezo wote na mamlaka yote. Asante kwa sababu ya kutuzungumzia kwa njia nyingi Bwana tuwajie, zile tunazotambua kila mmoja na mwingine mtakatifu kulingana na vile upendavyo. Umetuinua na umetuondolea yoyote ile Bwana tuwajie ilikuwa pingamizi. Sasa Bwana tuwajie umetupa kibali ya kutoa nao. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru ni kwa sababu Bwana umetuondolea magonjwa, umetuondolea hukumu, umetuondolea dhambi, umetuondolea kifo, umetuondolea Bwana tuwajie mambo yale yote yalikuwa Mfalme yanatukimbiza na kutuweka katika hali isiyo njema Bwana tuwajie. Lakini sasa Bwana Mfalme, tumeinuliwa mpaka kiwango ya kwamba sisi hatuna jambo lolote linapostaki mioyo yetu. Sisi tu wazi kwako Bwana tuwajie, na ndio Bwana wakati wote tunatamani tu kuongezeka, tunatamani kuendelea na kunena Bwana mausia yako, tunatamani kuendelea na kusikia sauti yako Bwana tuwajie kulingana na mapenzi yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Tukiwa katika hiyo nafasi ama hiyo hali, nataka tuweze kuangalia neno la Bwana katika kitabu ya Mathayo 16. Katika kitabu ya Mathayo Mathayo 16 mstari wa 13. Naomba kama mtakufungua tunaweza endelea. Matthew 16 verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that the Son of Man am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." 15. He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." 17. And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it."
asifiwe. Kiwa pale kwa mstari wa 13 tutarudia. Unasema na Kiswahili. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Na 14 wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Namba 15 akawaambia, nani wanena mimi kuwa ni nani? 16 Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. 17 Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bar-Jona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Namba 18 nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitashinda. Bwana asifiwe. Mstari wakati nilipokuwa ninaangalia katika ufunuo wake, nilitazama ama nilionelea kwamba katika ndani wake ndani wake kuna mambo unatunenea. Bwana asifiwe. Sio tu tukijibu Kristo watu wanasema yeye ni nani, kwa sababu hata watu wengi hawajui, hawakuwa wanajua hata wakati huo, hata leo hawatambui ama hawajui Kristo ni nani. Bwana asifiwe. Wakati ule tunaendelea na kusoma neno, wakati ule tunaendelea na kulitambua neno na kufafanua neno katika Biblia, wakati tu tunaendelea na kuisoma vile tu inaenda ikiingia ndani yetu, tunalitambua na njia jipya. Haleluya. Lakini watu wengi wamekaa katika nafasi ile moja tu ya kwanza, wanalitambua neno kwa njia moja, na sasa ingine ama mara nyingi vile tunapolitambua neno vile tulikuta mababa wetu wakiongea, wazazi wetu wakihubiri. Kwa sababu wakati ule walikuwa wanahubiri, wao walikuwa wanatambua Christ kama vile ulimwengu wakati huo ulikuwa unapotambua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wanapotambua Christ katika ndani wao, wanatambua Christ nje yao. Bwana asifiwe. Wanatambua Mungu pamoja na Yesu nje. Kwa hiyo dini ya Kristo katika undani, dini ya Kristo nje. Wanatafuta Christ na wanachukua Christ katika nje ya maisha yao. Wanasifiwe. Hawakujui ndani wao. Na leo nasema hivi, na nilisema hata siku ya Sunday, Mungu Yesu akamwambia Petro, among this all I will build the church. Tunayo Petro. Bwana asifiwe. Amen. Nitatengeneza hekalu. Nitatengeneza hekalu yangu. Haleluya. Acha tukilie mstari. I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the hell shall not prevail against it. Wakati nilisoma mstari niliona ya kwamba mtu yeyote yule Mungu amemchagua kuwa, mtu yeyote yule Mungu ametengeneza hekalu ndani yake, mtu yeyote yule Mungu amekuwa
katika mkono wa Bwana. Na Yesu alisema siku moja ya kwamba ati wote wale amenipa hakuna awezaye kuwaondoa hata katika mkono wa Baba, hakuna mtu ataweza kuwaondoa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawajafanyika kuwa wana wa Mungu kwa mapenzi ya mwanadamu. Haijafanyika kwa sababu ya mtu kutaka, ni kufanywa, amefanywa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu wengi hawajatambua mambo kama haya, ndio wengi hawajui neno la Bwana. Maana ya neno la Bwana ni nini? Maana ya kuwa chini ya mtumishi wa Bwana ni nini? Watu wengi hawajui, hawaelewi maana ama ubora wa kuwa chini ya neno la Bwana. Hawatambui kuwa na mtumishi, hawatambui kanisa ni ya nini, hawatambui nenda katika maisha yao ni wa nini. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawamtambui Christ udani, wanamtambua kwa kumsema. Na Mungu akasema ya kwamba hawa watu wananiita tu kupitia vinywa zao, midomo yao, wanitaja, lakini hawanijui. Sijui wewe uko wapi? Wewe uko katika nafasi ile ya kumtambua Bwana undani, ama wewe uko hapo kumtambua Bwana kulingana na matendo? Bwana asifiwe. Wengi wamtambua Christ kulingana na matendo, hawamtambui Christ kulingana na kazi ile amewafanyia katika undani wao. Hawatambui ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya wakati ule hakukuwa na mtu yeyote yule, kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Watu wengi hawakutambua. Hata leo kanisa nyingi many denominations hawatambui, hata hawaelewi kwa nini wameokolewa, kwa nini Kristo yupale, kwa nini Roho wa Bwana anahitajika kuwa ndani yao. Na uelewe ya kwamba hakuna awezaye kumpokea Roho wa Bwana kama hajampokea Christ. Jambo la kwanza ni Roho wa Bwana aweze kupata nafasi ndani yangu, ni lazima nimpokee Christ first. Baada ya kumpokea Christ, Roho wa Bwana naye anakuwa na nafasi na kibali kikuu ndani yangu, na yule Roho anakuwa msaidizi wangu katika maisha yangu yote ya rohoni. Bwana asifiwe. Na yule Roho wakati ameingia ndani yangu, yeye ndiye anakuwa seal, yeye ndiye anakuwa stamp ya kusema na kuonyesha ya kwamba huyu amefanyika kuwa mwana. Kwa hivyo pasipo hiyo seal inaitwa Holy Spirit, hauwezi itwa mwana wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo kama vile nilivyosema on Sunday, nasema leo hivi, wakati wowote umemtambua Christ kwa kuwa yeye kuwa kwa yeye, umemtambua Christ kuwa wewe kuwa nyumba la Bwana. Wakati unapotambua salvation kwamba wewe umefika kuwa nyumba la Bwana, umefanyika kuwa temple of God, kutoka hapo hapawiti tena mshirika. Bwana asifiwe. Sababu watu wengi wanakuja kanisani, watu wengi wanakuja kanisani, lakini hawana umoja pamoja na yeye yule aliye na nguvu na uwezo ndani ya ile kanisa. Bwana asifiwe. Kupata uwezo na nguvu ndani ya kanisa sio kuwa na umoja na uzuri na urafiki pamoja na pastor. Hapana. Sio kuwa na urafiki na watumishi. Kwa hivyo mtu yeyote yule anaye join church, mtu yeyote yule anasema mimi ni mshirika wa hiyo kanisa, chunguza moyo wako kama wewe umefika kuwa mmoja pamoja na Kristo, ama wewe ni mshirika tu.
Bwana asifiwe. Natumia hiyo jina mshirika kwa sababu kila mtu ni mshirika wa mahali wa kanisa fulani. Kila mtu ni mshirika wa kanisa fulani. Hata wale hawaendi, ukiwauliza wewe ni wa kanisa gani? Mimi wakati nilizaliwa mama yangu alinipeleka kanisa fulani. Kanisa yetu ni fulani. Ya kwetu katika familia tunashiriki katika kanisa fulani. Sasa wakati nilikuja na Nairobi nashiriki katika kanisa fulani. Ni kushiriki, unashiriki, lakini hauna umoja pamoja na mwenye kazi ndani ya hiyo kanisa. Na mwenye kazi ndani ya hiyo kanisa si pastor, si bishop, si apostle, ni Christ. Yule alipewa nguvu na mamlaka na uwezo wote. Kwa hivyo wakati unapoingia kanisani, usikuje kwa sababu ya ushirika. Kuja ni kwa ajili ya yeye yule aliye na nguvu na mamlaka ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua katika kitabu ya Ephesians inasema ya kwamba Ephesians 1 mstari I think wa 23 ama wa 22. Hebu nani anaweza kusoma? Ephesians chapter 1 verse 22. And has put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Bwana asifiwe. Neno linasemaje kwa Kiswahili yule aliyefungua? Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe. Hiyo Ephesians Kikuyu soma. Naomba yule aliye na Kikuyu aweze kusoma. Mtu alikuwa tayari. Kama hatuko tayari wacha nisome na nisome Kiswahili. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe. Nani amepewa nguvu na mamlaka juu ya kanisa? Kwa hivyo kwa ndani ya nyumba la Bwana nini inatuleta? Tunakuja kufanya nini ndani ya nyumba la Bwana? Si unaona hata sisi hatujui. Bwana asifiwe. Hata sisi hatujui. Kwa nini tunakuja ndani ya nyumba la Bwana? Kwa nini tumekutana siku ya leo? Kwa nini sana tulikuwa hapa? Kwa nini wale wengine wanakuja on Tuesday? Na ndio unaona kwa sababu watu hawajui, hawana haja na kanisa. Na kwa sababu watu hawajui maana ya kanisa ama ya kukutana ama ya kuwa na fellowship. Ndio mtu anakuja wakati ule anataka. Ndio mtu anasoma wakati ule anataka, anasoma Biblia wakati ule anataka. Bwana asifiwe. Kwa sababu moyo wake na moyo wa Mungu hasijakuwa mmoja. Haujafanya kuwa open kwa yeye. Bwana asifiwe. Uko na njia zako, uko na mambo yako. Kwa hivyo wewe unaweza fanya jambo lolote kwa sababu yenyewe unasema haujafungwa. Lakini nakumbuka neno linatuambia kwamba tulitoka katika utumwa wa dhambi tukaingizwa katika utumwa wa Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Tulitolewa katika utumwa wa shetani tukaingizwa katika utumwa wa Kristo. Kwa hiyo hakuna mahali penye hakuna kazi ile unafaa kufanyia hiyo nafasi. Ukitoka kwa Shetani ni lazima uweze kujua ya kwamba nimetoka katika ulimwengu wa giza na sifai tena kurudi katika ulimwengu wa giza. Sifai tena kutenda kazi yaliyo katika ulimwengu wa giza. Sasa kwa sababu nimeingia
nitaingia katika ulimwengu wa nuru, ni lazima niwe moyo wangu na moyo wa nuru, wa mwenye nuru viweze kupatana, siweze kuwa pamoja. Bwana asifiwe. Moyo wangu na moyo, nuru ni nani? Nuru ni nani? Christ. Unajuaje ni nuru? Na anaitwa Christ. Wajuaje ni nuru na anaitwa Christ? Ati John 1. Kwa sababu John 1 tuko kore kibogo. Utilo loge kuga. John 1 what? Hapana. Bwana asifiwe. Ile inatamka hivyo. I think ni John 1:4. Bwana asifiwe. Tuangalie John 1:4. John chapter 1:4. In him was life, and the life was the light of men. Yeye alikuwa nuru, na yeye ndiye alikuwa nuru, na ni nuru ya watu. Alifanyika kuwa nuru ya watu. Nani anaweza kukumbuka mstari mwingine? Hapo chapter nyingine. And this is not chapter. Genesis 1:3. Hiyo kwanza imefichwa. Genesis 1:3. Na Mungu akasema na kuwe, nataka New Testament. Mstari mwingine unanena juu ya nuru. Bwana asifiwe. Na ukisema uko nuruni, Bwana asifiwe. Ni katika hiyo ni kitabu gani? First John what? Haijanzi 1. First John sasa mimi kunaambia kama ni kufungua mtafungua ndio kujue. First John. Hebu nisome mstari wa 5-6. First John chapter 1 verse 5. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sins. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. Ati yeye ndiye nuru, na umetolewa katika giza. Kwa hivyo umeingia nuruni. Neno linasemaje? Ndani yake hamna giza hata kidogo. Yeye ndiye alikuja ulimwenguni, nao walio katika ulimwengu walifanya nini? Walikataa ile nuru. Bwana asifiwe. Na wale waliokubali aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo na baina sisi kwa yatele tukisema ya kwamba tushirikiana naye tena
twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Tukisema tu katika nuru na tunaenenda katika giza, twasema uongo. Huyo mtu anaingia katika nuru, anapo anaenda gizani, anatambua Kristo ni nani katika maisha yake, atambua kanisa ni ya nini, atambua wokovu wake aliokoka kwa nini. Hapana. Bwana asifiwe. Hao ni watu wengi sana tulio nao, na tunafaa kuelewa na kutambua ya kwamba kama umeshatolewa katika giza ukaingizwa katika nuru, wacha nuru wakati imeingia ing'ae mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Usikubali giza hata kidogo iweze kukutawalia. Utaikataa namna gani? Ni lazima uweze kujua njia ile unaweza ikataa giza, ndio uweze kuwa katika nuru siku zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo anasema ya kwamba mtu anajua Christ na ako nuruni hajoin church, hajoin any denomination. Yeye kile anafanya ni kutambua, anatambua. Unatambua tu ukiwa nje ya kwamba mimi nimezaliwa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi siendi kujoin church, mimi siendi kushirikiana na wale wengine, mimi ninaenda kushirikiana na Christ. Na kwa sababu mahali pale ndio Christ atazungumzwa, hapo ndipo nafasi yangu na kikao changu, kwa sababu si makao yote Kristo anazungumzwa, sio kanisa yote Kristo anapeana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo umekuja kwa sababu umeshatambua. Ambia mwenzako, nimekuja kwa sababu nimeshatambua. Mimi ni mzaliwa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Ama namna gani? Kwa hivyo unaona, tunaenda tukitolewa katika wokovu wa upumbavu, wokovu wa ujinga. Tena tunaenda tukionyeshwa yanayotuzunguka ni ya bure, haina faida katika umoja wetu pamoja na Kristo, haina faida. Sababu wakati wowote tunapoyaona ikiwa na faida, inatuondoa na kufanya tuweze kulegea ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Inafanya tuweze kuwa walegevu ndani ya Kristo. Lakini wakati wowote tunatambua sisi ni uzao wa Kristo, tumezaliwa ndani ya Kristo. Haleluya. Tunaondoka katika maushirika ya upumbavu, tunaondoka katika kanisa ya kwenda kukutana, tuwe mahali tunaenda kujoin, tunaondoka. Kila mtu anakuwa na freedom ndani ya Christ. Haleluya. Na mtu anatambua moyo wangu utapewa amani wapi? Moyo wangu utaongezekea wapi? Ni wapi neno la Bwana linahubiriwa? Lile lililo la kweli, lisilo na madanganyo na lisilo na tamaa itokanao na mwanadamu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yes. Yeah. Kwa hivyo wakati mmoja utajoin church, haujafika katika nafasi ya kukomaa ndani ya Kristo. Bali wakati mmoja ukitambua umezaliwa ndani ya Christ, ya church, nimezaliwa ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Nimezaliwa ndani ya kanisa. Wapi? Mahali pale Kristo alipo. Haleluya. Mahali pale Kristo anazaa watu. Tuko pamoja? Haujatolewa nje ya kanisa, lakini ni wewe uweze kutambua mimi nimezaliwa ndani ya Kristo, na kuzaliwa kwangu ndani ya Kristo, nimezaliwa ndani ya church. Bwana asifiwe. Amen. Nimezaliwa ndani ya church. Tujaribu kupanga watu waache kukaa mbali sana na.
Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kutambua mimi ni mzaliwa ndani ya kanisa. Mimi si kujoin, nimejoin church. Mtu yeyote anajoin church anakwenda, moyo wake unakaa ukiwa na masumbufu. Moyo wote wa mtu amejoin church, moyo unakaa na masumbufu. Ule moyo unakaa ukiwa hauna amani. Huo moyo wakati wowote unakuwa nje, miguu yake inakuwa nje. Sababu ni kujoin, anajoin. Na kitu chochote unajoin, unaweza toka. Unaweza exit, unaweza ondoka. Lakini ukijua hapa ni kuzaliwa, nimezaliwa, ukweli utaweza kushikilia na kudumu. Kama vile niko na watoto hawa ni wangu, na hata ukileta wako uweke hapo, ili niambiwe nichukue watoto wangu, nitachukua kina nani? Wale walio wangu. Kanisa ya fulani ikikuja iwekwe hapa, watu wangu ndio wako hapa, wale Mungu ametupa, na wale wengine wa kanisa hiyo fulani wako hapo na pasta wao. Niambiwe nichukue watu wangu, hata ukiwa mmejaa. Mimi najua wale walio wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na watambua. Kwa hivyo siwezi chukua mshirika wa mtu, sababu ule mshirika wa mtu ametujoin, na baada ya kutujoin ataenda. Bwana asifiwe. Baada ya kazi yake ataondoka. Ndio neno linasema kwamba walionekana kama ni wetu, lakini hawakuwa. Walienda kwa sababu hawakuwa wetu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. You are born in the church of Christ Jesus. Kwa hivyo wewe ni mzaliwa ndani ya kanisa, na haujazaliwa tu ati umezaliwa. Hapana, umezaliwa kwa imani. Haleluya. Sio kuzaliwa tu, umezaliwa kwa imani. Na umezaliwa kwa imani wapi? Umezaliwa kwa imani ndani ya gospel. Haujazaliwa kwa mahubiri yoyote. Ni kwa gospel ile inenao about Christ. Death, burial, and resurrection. Umezaliwa kwa yeye. Kwa hivyo ni lazima wewe uweze kujua na ufafanulie mtu, wewe unahitanishwaje na kanisa, na wewe unahitanishwaje na Christ. Ndani ya hiyo kanisa unahitanishwaje na yeye yule anayetawala. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yeah. Unaweza ona mtu amekaa kanisani, na hata ukimwambia unaenda hiyo kanisa kwa nini? Hajui. Uliokoka kwa nini? Hajui. Kristo ni nani? Hajui. Bwana asifiwe. Wokovu ni nini? Hajui. Huyo hata si wa kujali. Huyo hata sijui anaweza itwa nani. Haleluya. Amen. Na yule mtu ukimuuliza jambo lingine anakuambia kama typewriter. Bwana asifiwe. Ni kuonyesha ndani yake kile anasema ni chake, si chake. Ni kujilinganisha na kujifananisha nacho, lakini si chake. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na ndio wale 12 ndiye tu walikuwa wanajua na wanaelewa, mpaka Petro akajibu akasema, Bwana, wewe ni mwana wa Mungu.
kama mtu ni mmoja, hata kama pasta ni maskini, hata kama pasta ni kiwete, utamtambulisha kwa sababu wajua ni nini mtu wako. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwana ni arogesho. Amen. Lazima utambue. Lazima utambue. Petro alitambua wakati mabadiliko. Na nyinyi mwasema mimi ni nani? Haleluya. Amen. Akamtambulisha na akamnena kulingana na Biblia yake. Naye Yesu akasema, Petro, sio wewe umefunua, haujafunua hili jambo katika mwili na damu. Umeyafunua katika, ni Mungu amekufunulia. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu amekufunulia. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu nikuulize, alifunuliwa na Roho, alifunuliwa na Mungu. Na wewe ukiulizwa wewe ni nani katika wokovu, wewe kwa nini unaendaga hivyo? Kwa huko, kwa nini uko vile? Hautambui. Kwa hivyo, hebu jiulize, mimi kweli namtambua Mungu wangu? Natambua moyo wa watumishi wangu? Natambua moyo wa Kristo? Haleluya. Ama wewe utakuwa kama wale waliachwa wakiwa ni 62. Wale walikuwa 72, wakaenda wakabaki 12, wakaenda 68. Bwana asifiwe. Wewe na hao unaona tofauti? Sababu wao walikuwa wamekaa hapo wale na wanywe na wakutane na miujiza na maisha. Lakini wakati ule mliambiwa mtanikula mimi na mninywe mimi. Haleluya. Wakati ule nyinyi tumeanza kumfafanulia ukweli, mumeanza kulegea. Wakati ule ukweli umeanza kuingia ndani yenu, wakati ule tafsiri ya neno la Bwana, gospel of peace, umeanza kujipanga ndani yenu, ukaona ni kama hakuna faida, kaanza kulegea. Tofauti ya wale walirudi na vile tulivyo leo, tofauti iko wapi? Bwana asifiwe. Ona wetu Yesu alikuwa amekufa wakati huo. Bwana asifiwe. Leo hii nimemwambia ninanena kuhusu kazi imekwisha. Hatuneni juu ya kitu tunapongoja, tunanena juu ya kitu, kazi imeshakwisha. Na kama hiyo kazi imekwisha siku ya leo, hebu jiulize, hiyo kazi nimeitambua ama sijaitambua? Kwa hivyo kutambua hiyo gospel ni kutambua ile kazi Kristo aliyoifanya, na kutambua ile neno iliyo ndani ya Kristo, kutambua ile kazi Yesu alipoifanya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Bwana ni arogesho. Na kutambua hiyo gospel iliyo ndani ya mwanae ni kutambua nini? Kazi ile aliyoifanya ni kazi gani? Ni kufa. Alikuja ulimwenguni ndio afe. Alikuja ulimwenguni ndio azikwe. Alikuja ulimwenguni ndio afufuke, aweze kuonyeshana, afufuke aonyeshane utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio watu wengi waweze kuelewa na kutambua Mungu ni nani kwetu sisi. Sababu hatungemtambua kama Kristo hangefufuka. Kujua ni kuelewa
ya dhambi zetu. Alikufa Yesu. Na kwa nini alikufa? Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alizikwa. Baada ya kuzikwa akafufuka. Siku ya tatu akaonyeshana utukufu wa Mungu according to the scripture. Kulingana na vile maandiko imeandika. Si kulingana na vile tunataka. Si kulingana na vile kanisa imepesiwa. Si kulingana na katiba ya mawazo ya watu. Ni kulingana na katiba ya neno la Bwana. Sio kulingana na vile wewe unataka. Na sio kulingana na vile unaweza jibu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu wa Mungu ukitambua na ukielewa mapenzi ya Bwana juu ya wokovu ule ulio ndani yako. Wokovu ule ulio ndani yako ndiye utakuelekeza na uweze kukutambulisha wewe ni nani. Wewe ni nani? Haleluya. Sababu wokovu watu wengi wameupokea, hauna kitu unaonyesha. Wokovu wa watu wengi hata ni masumbufu tupu, wokovu masumbufu, wokovu mgojo, wokovu mateso, wakati wokovu shida. Mungu wangu alikuokoa ndio uweze kuwa katika amani na imani, uweze kuwa katika furaha, lakini ule wokovu ulio ndani yako umekuletea matatizo, sababu si haujakuwa umepesiwa ndani ya Kristo, juu ya Kristo, ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Uko katika baada yake. Tuangalie katika kitabu ya John 3:6. John chapter 3 verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Ati uelewe na ujue na utambue vyema. Chochote kimezaliwa na mwili, hata kikisema kimeokoka, ni mwili. Ni mwili. Bwana asifiwe. Na kilichozaliwa na roho ni roho. Mtu mwenye atatambua kazi ya Kristo ndani yake na ile kazi Yesu alifanya na wokovu wake ulitoka wapi na kwa nini alizaliwa ndani ya kanisa. Mtu wa Mungu, yeyote yule amezaliwa ndani ya mwili ni mwili. Hata ukiwa katika kanisa iko na watu maelfu, hata ukiwa ndani ya kanisa iko na mtu mmoja, hata ukiwa ndani ya kanisa watumishi ni watu wa kuenenda nabo na kurudi kila wakati, wako na mambo makubwa. Na kwambia mtu wa Mungu, kama umezaliwa katika mwili, wewe ni mtoto wa mwili. Kama hutatambulishwa kazi ya Kristo Yesu na kwa nini alikufa akazikwa na akafufuka, kama hutatambua mambo hayo na hutatambua Kristo alitoka wapi na alikuja katika mfano gani, na kwambia mtu wa Mungu, uko mbali sana na wokovu. Bwana asifiwe. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yeyote yule ametambua nimezaliwa katika roho na njia hii na hii na hii na ile ingine, na kwambia mtu wa Mungu, hata uanguke, Roho Mtakatifu atashuka pamoja na wewe mahali utaanguka na atakuinua. Amen. Tuko pamoja? Yes. Hata ugaragare, atakufuata ukiwa katika kugaragara kwako na atakuinua. Bwana asifiwe. Sababu wewe Roho Mtakatifu aliye ndani yako, hakuna kitu kinaweza kukupiga kuendelea katika
moja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika kitabu ya Colossians 1 Wakolosai Colossians 1:27. Colossians chapter 1, verse 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Alipenda ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Nao ni Kristo ndani yenu. Siumalize. Kristo ndani yenu. The hope of glory. Which is Christ in you. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo, salvation is Christ in the believer. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo, kila wakati tunaposema mambo ya wokovu, tuweze kujua wokovu ni Yesu ndani yetu sisi believers. Sio Yesu wa kwenda kutafuta, sio Yesu wa kutembelea, sio Yesu wa kuvuta, sio Yesu wa kuita, ni Yesu aliye ndani yetu. Yesu mtawala ndani yetu. Yesu mfanyikazi ndani yetu. Haleluya. Sio Yesu wanda huko kutafutwa. Sio Yesu yule anatafutwa ndio alete mali. Sio Yesu wa mali. Yesu wa mali, ukweli namwambia, ndani ya neno sugukeni kote mutakuletea mistari ya kwamba ate huyu ndiye Yesu wa mali. Yesu wa utajiri wa ulimwengu hakuna. Yesu wa utajiri. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yesu akimalizika kukupa amani, Yesu akishamalizika kuwa ndani yako, amani, furaha, ushindi wa kila kitu na nguvu zinaanza kutenda kazi ndani yako. Unakuwa na hekima na maarifa ya kujua vile utatembea katika ulimwengu ulio ndani yake, na vile utatii na watu wale walio ndani ya ulimwengu ule ulio ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu hekima yote na ujuzi wote watoka kwake. But si ya kwamba atakuja kupatia kiti kama hili, wewe unakalia kwako kama chief. Kama kuna mambo kama haya unahitaji, toka enda, tafuta, nunua, kuja kanisani, uweze kuendelea na kumtukuza na kumwinua yeye aliye nguvu ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Tunazungumzia Christ yule aliye ndani yetu. Hatuzungumzii yule Kristo watu wanaenda kumtafuta kama vile alitafutwa na watu wale walikuwa wakati ule Kristo alikuwa anaenda kuhubiri. Biblia inatuambia alikuwa anajificha. Baada ya muda kidogo anaona watu wao wameanza kukuja. Mpaka siku moja akamwambia, najua mnifuate kwa sababu mnanifuata kwa sababu ya chakula. Ni watu wangapi hapa wanakwenda Christ kwa sababu ya mali, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya nyumba isimame? Na kuambia mtu wa Mungu, utatafuta hiyo mambo na utakosa ndani ya Kristo. Kama utafuti ni kwa kama hayuko ndani yako, sio kumtafuta. Sisi hatumtafuti.
Bwana ni roho. Amen. Ile kitu tunahitaji tu ni moja, kukubali ndani yetu. Amen. Kitu moja tu. Haya mengine yote ni masumbufu katika maisha yako na itakutesa mpaka uende uchi. Usahau utoke kwa nyumba ukiwa uchi. Ulikana kila mlango imekai dirikina. Haleluya. Amen. Yule Kristo alionyeshanwa katika tuseme Afrika. Ni Yesu mwingine makaratasi. Tulionyeshwa Yesu fedha, Yesu manyumba, Yesu magari, Yesu mabiashara, Yesu makanisa, Yesu wa vitu tunaweza kusanya tulete hapa. Bwana asifiwe. Amen. Na huyo Yesu ni mbaya, sababu wakati huyo Yesu umeonyeshwa, wakati tu akiwa ni nyumba iporomoke, Yesu amefanya nini? Ameporomoka. Na wewe unafanya nini? Unaporomoka. Lakini yeyote yule atakubali Christ, yule aishie hai, yule alifanya dhabihu moja ya kutosha tangu mwanzo wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Kabla ya ulimwengu kuwekwa, nakwambia mtu wa Mungu, hata kuwe nini, kufanyike nini, kwende aje, wewe usimame. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Salimia mwenzako mwambie, mimi ni mmoja wa wale watasimama. Mimi ni mmoja wa wale watasimama. Hallelujah. Amen. Nimeitwa na sio kwa fedha. Nimeitwa na sio kwa fedha. Nimeitwa na sio kwa dhahabu. Nimeitwa na sio kwa dhahabu. Bwana asifiwe. Lakini nimeitwa ndani yake. Nimeitwa ndani yake. Nimeitwa ndani ya roho wake. Nimeitwa ndani ya roho wake. Niweze kuonyeshana utukufu wake. Niweze kuonyeshana utukufu wake. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. Wacha nikuambie mtu wa Mungu, afadhali ukae ndani ya Kristo ukiwa maskini kuliko kuwa tajiri kwa kila kitu ukiwa nje ya Kristo. Afadhali ulale bila chakula ukiwa na Kristo kuliko ule tumbo ikae hivi kunyaga usiku mzima mpaka unalala kwa sababu ya vile umeshiba. Mtu wa Mungu, hiyo yote ni ujinga, hiyo yote ni bure. Bwana asifiwe. Neno likasema chochote hajakipanda hata kimoa. Alisema hiyo jambo inalinganishwa na nini? Hata kama amenena direct, lakini kuna parable. Siku moja mtu akakuja mwenye shamba akapanda ngano ndani ya shamba yake na alipanda mchana. Wakati ulikuja usiku, mtu mwingine akaja akapanda magugu katikati ya ngano. Moni wakati alienda kuangalia, wale wageni walienda kuangalia lile shamba, wakauliza, sisi tulipanda ngano na sasa tunaona magugu, nani huyo alipanda hii? Akaenda kuuliza, twende tukamoe ile magugu. Mungu mwenye shamba akawaambia, usijaribu kwenda huko kumoa, sababu nyinyi mtaenda kumoe pamoja na ngano. Bwana asifiwe. Wacheni atawatuma wale wako na ujuzi wa kumoa magugu, wa kumoa magugu kwa njia ile inayofaa. Haleluya. Na ngano kwa njia ile inayofaa, isichanganywe. Haleluya. Sasa watu wakafikiria ni hivyo. Saa hii tumetumwa, kwa sababu kunaye yule mwovu alikuja ndani yako akapanda magugu. Mtu alikuwa sawa, mtu alikuwa
njia zake. Akaja akapanda jambo moja inaitwa haiwezekani. Bwana asifiwe. Akakuja tena akajificha akapanda kitu kinaitwa mimi ni mgonjwa. Akapitia na huko akapanda kitu kinaitwa mkono wangu mimi nikishika kitu chochote kinafanya nini? Kinasambaratika. Mimi sina fedha. Akapanda vitu vingi sana. Nyumba yangu haiwezi kusimama. Bibi yangu hana akili. Akapanda vitu vingi. Wakati alipopanda hizo vitu nyingi, ukafikiria wewe utagoa, ukaenda kwa manabii, ukaenda ukafunga na ukaomba, ukakula mesa, ukafikiria hayo yote itafanyika. Yote ikawa bure. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe kuna yule anapewa ujuzi wa kumoa ile dawani. Haleluya. Alitumwa akaimoa na nini? Na neno. Bwana asifiwe. Amen. Ukaambiwa kaa katika uhuru wako, kaa katika nafasi yako. Hii magugu tutaing'oa na kitu moja. Only believe the word of God. Bwana asifiwe. Jambo moja tu, amini neno la Bwana. Have faith in the word of God. Bwana asifiwe. Usifikirie kuna kitendo chochote utatendewa magugu yondoke. Utafanya hivi na ufanye vile na ufanye mambo yote, lakini hakuna wakati gugu litaondoka, kwa sababu haiwezi ondolewa na ujuzi wowote utokao hapa ulimwenguni, ama ujuzi wowote utokao ndani ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kile kitatoa magugu ni neno lile unapewa, unaliamini na unakubali liweze kutenda kazi ndani yako. Amen. Na sio neno lolote tu, ni neno kutoka kinywa cha Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Mwadhani ya roho shukrani. Amen. Kwa hivyo ni kwa kutulia na kuamini. Hiyo hebu pia kwa mstari wa 27. Colossians 1:27. Colossians 1:27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Yes. Kwa hivyo mtu yote yule ameokoka siku ya leo, na umeokoka katika ile njia inayofaa kwa kufundishwa, kuelekezwa na kukaa chini ya mamlaka ya neno. Wokovu wako umefanyika kuwa a dwelling place of God. Bwana asifiwe. Mahali pa Kristo pa kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani yako ni mahali pale Kristo, Mungu na Roho wa Bwana wanapoishi. Tuondoke hapo, tuteremke katika kitabu ya 2 Corinthians 1:22. Second Corinthians chapter 1 verse 22. Who has also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. 1:22. Acha nisome Kiswahili. Anasema ya kwamba ati naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Alitweka mutorio. Haleluya. Yeye ndiye ndio kipo mutorio, arabuni. Kiingereza inasema Kiingereza who has also sealed us and given the earnest, Bwana asifiwe, of the Spirit in our heart. Kwa hivyo yeye ndiye nitasemaje? Yeye ndiye achungaye, yeye ndiye anakalisha hiyo huo uwezo wote na nguvu zote ndani yetu. Na ndio inasema ya kwamba
Sijui Kikuyu ungetusomea tusikie. Tena inatafsirika na Kikuyu namna gani? Na kukora mwana mudogere tayari. Na ngendewe watwikirire ruri wake na agituhe roho ngoro-ini citu atuike muturio wa wega wake. Atuike muturio wa wega wake. Akatupa roho wake. Aweze kuwa yeye ndiye anadumisha kikoke, anadumisha wema wa Bwana ndani. He's honest. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anadumisha. He has sealed us. Ya kulingana na Kiswahili na Kisungu inatuambia kwamba also sealed us. Given as the honest. Bwana asifiwe. Ametupa hiyo motorious. Huyo ndiye Roho Mtakatifu. Kuna wakati mmoja na nilienda kwa bank. Na wakati ule nilienda kwa bank, family ikataka kujua kama wanaweza nipa roho. Na wakati ule nilikuwa pale, wakaniambia roho tunaweza kupa, lakini ndio tukupe ni lazima utupatie ama yaani ni lazima utupe kitu kinatoshana na ile pesa unazotaka. Ati wakati ule utakosa kuja kufanya nini? Kukulipa kile kitu umetuonyesha, ama kile kitu hata kama ni hii nini reward title ama nini ya gari tutaweza kuchukua ndio tujilipe. Bwana asifiwe. Kuna wakati ule nilisoma huu mstari nilifurahi sana kwa kujua kitu moja. Hebu soma Colossians 2 Corinthians 5:5. Tumesoma 2 Corinthians 1:22. Sasa soma 2 Corinthians 5:5. Tuone 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Now he that has wrought us the self-same being in God. Now he that has wrought us for the self-same being is God, who also has given unto us the earnest of the Spirit. Na huo mstari wa 5 wakati nilikuwa ninausoma na Kiswahili nilisema ati basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya Roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kitu Mungu ametoa, ndio sisi tukae tukiwa tunaitwa watu wake. Kuna kitu ametoa ndio kitukalishe kwake. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati ule niliambiwa hivyo, nilienda na nikawapa kile niliwapa, nikachukua ile pesa nilikuwa na haja nayo. Bwana asifiwe. Na wakati ule nilichukua, lakini nimewapa kitu kinatoshana na ile pesa ninataka. Kwa hiyo wakati tu nitakosa kwenda kukulipa, watakuja wachukue ile kitu. Ukweli ama si kweli? Kwa hiyo tayari nimeshatoa. Haleluya. Nao wameshanipa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo ile kitu hata kama wamenipa pesa, nikikosa kufanya wao watajilipa. Bwana asifiwe. Kuna kitu kimekanisha hizo fedha zao, hasiwezi potea. Bwana asifiwe. Yesu Mungu naye kupitia Christ alitupa Roho Mtakatifu atukalishe. Ati ya kwamba wewe umepokea huyo Roho Mtakatifu kupitia wokovu ule kamili wa Kristo Yesu. Kuwa ndani ya Kristo Yesu umepewa roho ya kukukalisha. Hata jambo gani lifanyike ama gani ama ulimwenguni, hakuna wakati wewe utakosa kuitoa Kristo, kwa sababu umeshatoa, umeshapewa.
kitu kinatoshana. Bwana asifiwe. Amen. Na upendo ule Bwana alivyo nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu wala jambo litazuilia wewe ukose kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hadi wale wengine. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio Mungu akula midomo. Bwana atakula kana leo ngoro. Unafurahi kwa sababu ya promise ama unafurahi kwa sababu unakasirika kwa sababu sasa hapo haujaambiwa vile utapata pesa? Wewe utinganyang'anya mwe. Najua tulihubiriwa hiyo ya kupokea kila kitu tunataka. Na saa hiyo unaambiwa utapokea. Ulipokea? Ulipokea? Kama ingekuwa ukweli, sijui wewe ungekuwa wapi. Kama chochote tulikuwa tumedanganywa kupitia neno na kupitia Mungu na Yesu na Roho, kama hivyo ni ukweli, sijui tungekuwa wapi. Ukweli ama si ukweli? Wewe ungekuwa wale wanasema keleleshwa ndio kwetu, ruda ndio kwetu. Ukweli? Ungekuwa unakaa kwako kwa kukoboa? Ungekuwa unaenda na gari ama bike kuchukua na huko barabara? Bwana asifiwe. Sasa tunasema mambo kama hayo ndio uweze kuelewa tulidanganyika hapo awali, sasa ndio tunaletwa katika njia. Haleluya. Na haijalishi uko na miaka ngapi, sababu kila Mungu alisema utakuwa nacho, uko nacho hata saa hii, na kitaonekana wakati utakapoamini kweli. Amen. Haleluya. Amen. Kinadhibitishwa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo tuna kitu kinaitwa arabuni. Tuna kitu kinaitwa arabuni ndani yetu. Kuna kitu kilipeanwa cha kutukanisha tukiwa tu tunahitanishwa na Mungu hata kama tunapitia wapi. Bwana asifiwe. Niko na Roho Mtakatifu, yule wakati wowote aliye ndani yangu akapata. Haleluya. Amen. Yule ananikumbusha na anasema mbele ya Baba ya kwamba huyu ni wako, huyu ni wako, huyu ni wako. Tazama damu ya Kristo ndani yake. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yeah. The down payment of the Spirit in our hearts. Tumeshapokea down payment. Bwana asifiwe. Mioyoni mwetu tuna Roho anayenena hata wakati ule sisi hatuneni, anayetutetea hata wakati ule hatuna utetezi, anayetulinda hata wakati ule hatuna walinzi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Saa yote anakuwa pamoja nao. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa pamoja. Yeah. Tumepewa. Kwa hivyo hata ukitoka uweze kujua mimi sio vile watu wananiona na sio vile mimi nasifikiria. Nimeshatolewa kitu cha kuonyesha ya kwamba mimi si mimi. Mimi si wa mimi na mimi si wa yeye. Mimi ni wa Bwana. Haleluya. Kwa sababu hiyo ndio thibitisho. Kwa hivyo wakati unaambiwa toa deposit, sivyo ninaonaga kama unajua una ukweli unakuja kuchukua hili kitu, toa deposit. Nani alitoa deposit? Christ. Ya nani? Yako. Aje nimeweka huyu mtu nitakuja kumchukua, nimemnunua
Na kwa sababu sijamaliza, nitaweka deposit, uniwekee huyu mtu. Tumewekwa hapa ulimwenguni tukiwa sisi ni wa mtu fulani. Haleluya. Hapa ulimwenguni tuko sisi si wa hapa. Sisi ni wa mtu fulani. Na atakuja siku moja kumaliza deni, alafu tuchukue. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe ndio ni wawe. Wewe sio wa wewe. Wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe ni wa mbinguni. Ni vile wakati huu Bwana anataka ufanye kazi pamoja, akutumie. Ndio ametoa deposit. Akutumie wakati ile deposit itakwisha, hata wewe utatambua atamaliza kulipa, hata wewe utatambua ameshamaliza. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. No wanijua nitake. Wengine unaniita. Tuliaruteleke. Deposit. Na deposit nike. Ona kunitete na kunitete. Deposit nike. Atene hangenya. Nike keu. Deposit ni roho mteru. Amen. Apia mwingine deposit ni Holy Spirit. Wakati mwote unasema riko barako patala bakota. Rikira bako rikima hanja la bakula. Nikusema mimi siwa hapa. Ndio hata nimesema mimi siwa hapa. Riko baraka la bakuti ya haya. Mimi siwa hapa. Kwetu ni nimetolewa deposit. Nikualika ni hana halina. Mimi siwa ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Amen. Unafikiria Roho Mtakatifu alikuja tu sasa ati useme niko na roho. Na hajulikanaji. Hata umejazwa na uongeaji naye. Umepewa ndio uweze kujulikana wewe ni nani katika ulimwengu huu. Na kutambulika ya kwamba ulimwengu huu ulio ndani yako si wewe, si wako. Wewe ni wa mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo ndio seal, ndio stamp, na ndio deposit, ndio down payment. Haleluya. Amen. Kwa pamoja. Yes. First Thessalonians 4:8. Temi yangu imekwisha, lakini wacha tusome hivi tukuje kuendelea. First Thessalonians chapter 4 verse 8. He therefore that despiseth not man but God, who has also given unto us his Holy Spirit. Soma. Wacha nisome hapa Kiswahili. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Wakati mwanadamu anayekataa, the seal, anayekataa neno la Bwana, anayekataa kazi ya Kristo, anayekataa mafundisho na kuelekezwa, hakatai huyo anamfundisha, anakataa nani? Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Na kukataa Mungu mwenyewe ni kukataa nini? Roho wa Bwana. Hautaki. Kwa hivyo ameshatupa Roho wake Mtakatifu, the ministry of the Spirit. Ametupa kipawa ndani yetu cha Roho Mtakatifu, kikaweza kutenda kazi ndani yetu. Na moyo wako wakati wowote, wewe moyo wako wakati wowote, Mungu anakuandaa tayari.
kujaza na neema na utukufu na wema. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukikataa akona jambo lingine. Hana. Bwana asifiwe. Ukikataa ni wewe umekataa, sio Mungu amekataa kukupa. Ukikosa kuwa kama yale sasa tulisungumza onsale, wale hawakuipokea. Lakini kuna watu sasa wana continue tukiwa uniform. Sasa unaenda ukitakuwa one by one. Yale tuliweza kusoma na yale tumesoma leo. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote unafaa kuwa tayari kupokea kutoka kwake, kwa sababu ni kama vile hata ukikosa kukula lunch hautakosa kula jioni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila siku ni lazima ukule. Kila siku ni lazima ukule. Hata wale wako fasting. Wakati mtu amesema nimeingia ndani ya fasting, ni chakula cha mwilini unakiachilia. Basi unakula chakula kingine kimefichwa kinaitwa cha roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna wakati unaondoka katika chakula. Hakuna wakati unaondoka katika chakula. Unaondokea katika chakula ya mwilini, unaingia katika chakula ya roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakula chakula cha rohoni. Wakati ule umesema niko fasting, unaingia ndani ya neno na kuoga. Unashiba kama mtu amekula chakula cha mwili. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Unasikia unajisikia mbinguni inakaribia ama inaenda tu ikienda mbali? Unasikia ikikaribia ama imeshafika ama iko mbali, inaenda ikienda mbali? Yes. Unaenda tu hata tuseme na ikaribia. Na yeye nikielewa. Sasa nitaelewa ingine. Tuesday nitaelewa ingine. Thursday nitaelewa ingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema sana kuwa wakati wowote uko katika nafasi yako. Mimi sitaki kuendelea kwa sababu huu ni wakati sasa nataka tuweze kuingia katika hiyo nafasi nyingine, na nataka kumkaribisha our brother hapa, lakini kabla ya hayo yote tuweze kusimama. Kwa neema sisi tunatambua mambo haya ya siri, na si kwa muda utakapokawia, kwa sababu hii injili ndio inahitajika katika ulimwengu wote. Haleluya. Amen. Hata kama kuna watumishi wakubwa wanahubiri mambo makubwa, mwisho wake unakaribia. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwisho wake unakaribia, hauko mbali. Na ninaomba wewe ufundishike uweze kuwa mmoja wa wale wataenda wakiwahubiri makanisani mwao, kuwajulisha na kuwafundisha, kwa sababu utakuwa na uwezo wote na utakuwa na hekima na maarifa ya kuhubiri injili. Haleluya. Amen. Ni dakika hii na nina promise, ni dakika hii unaona tukiwa vile tulivyo. Ni dakika hii siku ya leo. Namwambia watu wanatamani na wanahitaji ukweli. Ni vile sasa wanashindwa ukweli uko wapi. Bwana asifiwe. Watu wanataka neno la Bwana. Watu sasa kazi zimewachokeza. Watu wamechokezwa na madanganyo. Watu wamechokezwa na mambo mengi. Haleluya. Na kuinuliwa na mambo isiyo na
na faida. Ndio sasa wakati wewe umejishikia tu kitu kidogo, shikilia na utake tu kuendelea na kutambua. Watu wamechoka, hata watumishi wamechoka. Wako kama yule mwanamke alikuwa katika kisima ya Yakobo, wanauliza haki hii kitu lakini wanatazama fedha. Wakitazama fedha wanaona itakuwa broke sana, wacha kwanza ni wadanganye. Bwana asifiwe. Lakini wacheni watu wa Mungu niwaambie, ukweli umo ndani ya Injili, ukweli umo ndani ya Kristo, na ukweli umo ndani ya gospel. Bwana asifiwe. Hata wakati ule utakubali Injili ingie ndani yako, njia nyingi zitakuwa wazi na utakuwa na moyo wa kufanya jambo lolote lile linalohitajika. Tunang'ang'ana kwa nini? Kwa sababu ndio Injili inajipanga ndani yetu. Haleluya. Je, tumshukuru Bwana kila mmoja. Tuambie Bwana asante, ni kwa sababu ya kuendelea na kutufungulia na kutuelekeza katika mapito iliyo na ufunuo ule ulikuwa unaohitajika katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sasa si kama jana na si kama juzi ama last year. Sasa kuna upya unaosikika na unaonekana na unafanya kazi katika maisha yetu. Na usijali kwa jambo lolote. Watu wanasemaje? Wanakuonaje? Wewe uko namna gani? Usijiangalie hayo. Wewe kubali tu ili neno lijipange ndani yako. Utaona mahali, utaona vile moyo wako utainuka. Hata hautajikuta katika mwili, utajikuta katika moyo. Bwana asifiwe. Na jambo lolote moyo utakapohitaji, sababu uko ndani ya Kristo, mambo yale yataonekana. Hiyo yote tutaisoma na utaweza kuiamini. Bwana asifiwe. Sasa utaamini vitu, utaamini ukweli wa neno kulingana na vile ilivyo. Kwa hivyo fungua kinywa chako, mshukuru Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana tunamshukuru na tunakuinua kwa sababu ya kazi njema ile Bwana umefanya ndani ya moyo wangu, kunifanya kuwa mwana na kunifanya kuwa mmoja mtumishi wako wa kweli, na kunifanya kuwa mmoja atakayeinua bendera katika enzi, anayeinua bendera katika enzi zako na kuonyeshana utukufu na nguvu na mamlaka yako Bwana. Jehova tunakuinua. Asante Mfalme wa ajabu, asante wewe Bwana, tunasema wastahili sifa na utukufu. Wewe ni Mungu wa neema, na wewe ni Mungu wa utukufu, na wewe ni Mungu wa kweli katika maisha yetu Bwana. Jehova tumetambua uwezo wote na mamlaka yote yatoka kwako. Libo sharabakuti limasendeni na Bwana ninaongoa Jehova God, wingotaribili na Bwana Jehova wetu. Umetutoa katika mateso, umetutoa katika kuzunguka huku na kule, umetupa utukufu na nguvu, mamlaka yako yote Bwana yu pamoja nasi. Pokea sifa Bwana, ni kwa sababu mwelekeo wako ndio Bwana Jehova unenapo ndani yetu Bwana. Ushirika wako Bwana wa neno na ushirika wako wa Roho Mtakatifu ndani yetu umejipitika Bwana Jehova na tukatambua ya kwamba Roho Mtakatifu aliingia ndani yetu kama Bwana Jehova siri ya kuonyeshana ya kwamba sisi ni watoto wako, na ameingia ndani yetu ndio tukaweze Bwana kukaa katika upendo na katika umoja na katika haki na katika Bwana Jehova ukweli wa neno lako. Wewe mtakatifu, twasema wastahili sifa na utukufu. Wewe ni Mungu wetu, wewe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe Bwana umejaa utukufu na nguvu. Asante ni kwa sababu umetupa zili ya kuonyesha ya kwamba sisi tumetolewa down payment Bwana Mfalme, ya kusema ya kwamba sisi tumefika kuwa watoto wako, hata kama Bwana Jehova tunangojeshwa wakati huo Mfalme wa ajabu ule Bwana utafika mtakatifu Jehova tukaweza kuondoka katika nafasi hii ya mwilini, ndio tuweze kuingia katika utukufu na utakatifu ule Bwana Jehova ulikuwa Bwana Mfalme wa ajabu umemweka tangu msingi wa ulimwengu. Pokea sifa na utukufu Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ya leo tu Bwana Jehova hatufanani katika mwili, lakini Bwana Jehova ninajua ya kwamba siku moja tutafanana nawe Bwana Jehova wakati ule tutatoka katika hii asili ya kimwili tuingie katika asili ya kiroho Bwana Jehova siku ya leo Bwana tufanana pamoja mtakatifu katika asili ya rohoni Jehova na tunajua ya kwamba
siku moja tutafanyika kuwa kama vile ulivyo pamoja nawe wakati tutatoka katika moto tuingie katika imoto. Ni kwa sababu Bwana wewe ndiye mfalme, ulitangulia kuyatenda hayo. Yesu Kristo ulikuwa hapa ulimwenguni wakati ulikuwa katika mfano wa mwili, na sasa hivi Bwana ulisaenda wakati ulipofufuka na ukaingia katika nafasi ya kiroho. Nasi Bwana tuwabatile tunajua ya kwamba na tunaamini ni wakati ni wa sasa tuko katika hiyo hali ya mwilini. Hata kama Bwana tuwabatile tuko na Roho Mtakatifu ndani yetu, yule anatutolea ushuhuda ya kwamba sisi tumenunuliwa kwa gharama. Pokea sifa. Watu hao wako hapa Bwana wameinuliwa na wamebarikiwa. Jehova Jireh umewaondolea hali zote za magonjwa, ni kwa sababu yeyote yule aliye na siri ya Roho Mtakatifu magonjwa haiwezi tawala katika maisha yake. Hai Bwana Jehova Jireh za mateso na nguvu zote za giza haziwezi Bwana Jehova Jireh kutawala katika maisha yao. Hata haiwezi tawalia watoto wao, hata Bwana Jehova Jireh yale yote yamewazunguka. Ni kwa sababu wote Bwana Jehova Jireh wanaonekana wakiwa sawa sawa kulingana na vile wewe utendavyo. Pokea sifa Bwana, baraka zako Bwana mkononi wetu zimejaa. Ni kwa sababu Bwana wakati ule tulipokea hiyo siri, tulipokea hekima yote, tulipokea Bwana Jehova Jireh ufahamu wote kwa kupenda kwako mtakatifu Yesu Kristo. Ulituondoa katika mambo yale yote ilikuwa inatustaki. Wakati wowote Bwana Jehova Jireh tulikuwa katika mastaka, lakini sasa mfalme tumefunguliwa mfalme, na hatuna kitu tunaweza stakiwa katika maisha yetu, ndani yetu mfalme, na hata katika mambo yale yote tufanyayo. Sisi Bwana Jehova Jireh ni watoto wako Bwana mfalme wa kujizalia. Wale Bwana Jehova Jireh hawawezi julikana na watu wa mwilini. Sisi tunajulikana tuna wale tulio pamoja katika roho Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio Bwana wao ndio tu Bwana mfalme tunaweza shirikiana kwa mambo yote, ndio tuweze kutambua yale yote yaliyofichwa katika siri. Pokea sifa, na tunaenda tukiyatambua, tunaenda tukiyajua, na tunaenda Bwana tukipanuka ndani mioyoni mwetu, na neno lako linaenda likijipanga ndani yetu mfalme. Asante kwa sababu ya mambo mazuri na mambo mema ya kutuponya, ya kutufungua katika umaskini, na kutufungua katika Bwana Jehova Jireh mambo yale yote tulikuwa tunaona kama haiwezekani. Sasa tuweza mambo yote, tuakubali Bwana Jehova Jireh. Sisi si wa hapa ulimwengu, sisi ni wa mbinguni, kwa sababu Bwana wewe tufanana pamoja. Ni kwa sababu ya utukufu wako na haki yako. Sisi Bwana Jehova Jireh mambo yote yale yalikuwa yamejikusanya ndio iweze kutukalia. Bwana asante kwa sababu tumeiweka chini ya miguu yetu. Ni kwa sababu Bwana hivyo ndivyo Mungu alitangulia kufanya wakati ule uliweza kufufuka, na kwa sababu tulifufuka pamoja nawe, sisi Bwana maadui wetu wote wako chini ya miguu yetu. Sisi sio watu wa ulimwengu tena, sisi ni wa mbinguni kama vile wewe ulivyo wa mbinguni. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Karibu.